Pata cashback hadi 10% kwenye kasino kubwa ya mtandaoni Tanzania. Kauli zako ambazo mahojiano ambayo tulifanya mara kwa mara ulizungumza kwamba kitu ambacho kiliwakosti msimu uliopita ni kudondosha pointi nyingi sana katika michezo ya raundi ya kwanza, lakini msimu huu umeanza mechi ya kwanza tu nyumbani mmedondosha pointi. Hii inaleta picha gani? Haijatufurahisha na ilikuwa sio sehemu ya malengo yetu, sio sehemu ya mpango wetu wa mechi. Lakini imetokea. Unajua bana, mpira wa miguu ni matokeo matatu: kushinda, kufungwa, kusare. Yote ni sehemu ya matokeo ya mpira wa miguu. Lakini shekhe, hii ni mechi ya kwanza. Unaingia kwenye mechi una malengo ya kushinda. Ikitokea dakika 90 umepoteza mechi, lazima itakuuma, si ndio bwana? Lakini haimaanishi umepoteza focus yako, umetoka kwenye mchezo, sio? Hii ni mechi ya kwanza, ndio kwanza ligi inaanza. Yani kama ni pazia au zipo inafunguka, imefunguka kidogo, yani hivi haijafikia hata lengo. Kwa hiyo bado tuna nafasi, tunaendelea kujiandaa, tutaendelea kufocus kwenye michezo inayofuata. Baada ya hapa tunaenda Dar es Salaam dhidi ya Yanga. Na hapo ndo tunapoenda kuanza ligi sasa. Jinsi ambavyo mkiona kikosi, performance ya wachezaji kwa jumla, na mashabiki ambao waliweza kuitikia leo. Neno lako kwa mashabiki ambao umeona? Mimi niwapongeze sana mashabiki, wadau wa Coastal Union, japokuwa kumekuwa na changamoto juu ya mfumo mpya wa ticket. Changamoto ni kuhusiana na masuala ya elimu, si ndio? Watu kuona uelewa wa haraka wakati tiketi, watu kuweza kufanya jambo kwa wepesi, lakini wamejitahidi, wameonyesha mapenzi yao kwa timu yao, wamejitokeza kwa wingi. Mimi niwapongeze sana na niwaahidi mechi inayofuata ambayo tunacheza hapa nyumbani dhidi ya TRA baada ya mechi ya Yanga, kila mmoja atakuwa amefahamu namna ukata tiketi na elimu itakuwa imeenea kwa watu wote, na ile changamoto ambayo tumepata leo magetini haitakuwemo tena. Tuwe na subra, tuwe wapole kwa sasa, wote imetuuma, hata sisi hatujafurahishwa ambacho kimetokea, lakini mchezo unaofuata tunakwenda kuanza ligi upya. Yani hichi kilichotokea leo hapa Mkokwani tunakisahau. Nimewasikia Mashujaa wameshangilia sana. Huenda watu wakawa hawaelewi kwa nini Mashujaa wameshangilia kiasi hicho. Nafikiri wana muda mrefu sana hawajashinda kwenye uwanja. Sio rahisi kupata alama tatu hapa. Kwa hiyo wana haki ya kushangilia. Wanajua ugumu wa mchezo, wanajua ugumu wa uwanja. Mwenyezi Mungu amewapa wao leo, sio mbaya. Sisi tutakwenda kujiuliza vizuri kwa mchezo unaofuata. Ligi ndio kwanza imeanza. Leo ndio tumefungua pazia sisi. Mechi inayofuata tarehe 20 tunakwenda kuanza ligi tena sisi. Hatujamuona Farid Musa pamoja na Thomas Ulimwengu. Sahihi kabisa. Changamoto hata benchi hata kwenye jukwaa tujaona. Of course Farid Musa hajahusika kwenye mchezo wa leo, Thomas Ulimwengu, wachezaji wengi hawajahusika leo. Ni kwa sababu za kifitness, za kiufundi zaidi. Siku ambayo Farid Musa katambulishwa ndio siku alofika, siku ya festival. Kwa hiyo hakuwa na fitness level ya kutosha kuweza kujumuika mchezo wa leo, lakini inshallah mchezo unaofuata tuko naye, mtamuona, na ndio mechi ambayo sisi tunaitumia hiyo kama starting point. Yani kama ile kutiagia unapanda kilima, sasa ile ndo unaingiza namba 1 nganja. Tunaanza taratibu na kitafuta kilima ya pili nganja mpaka tunakifikia. Ila la heri bwana. Unapozungumza ni kama kwamba mechi inayofuata ni miongoni mwa mechi ambazo udhani unaweza kusema ni sawa. Okay. Nakwenda kucheza na bingwa mtetezi Yanga Sports Club. Haiwatishe waogopeshe? Hapana. Unajua haijalishi ni bingwa mtetezi, haijalishi timu ya gharama kiwango gani, lakini the same tournament. Wote tuko Premier League. Hata wewe una hadhi vipi, lakini ligi kuu ni hii, si ndio? Kwa wote sisi tunafanana. Ndio maana tunakwenda kuanza ligi rasmi mechi inayofuata. Hii imetuuma. Hatujapendezwa na hichi kilichotokea. Tutajiuliza mara 2, mara 3, mara 4. Tunapokwenda kuingia mchezo dhidi ya Young Africans sasa, pale ndo tunakwenda kutafuta sasa kianzio chetu, ndo tunapoenda kutiagia pale. Na pale lazima alama ipatikane. Uli na uvumba. Coast wanakwenda kuamkia kwa Yanga. Yaani kama ni kuamkia, kuzindukia, kulalia umo kitaeleweka tu. Tukutane Dar es Salaam tarehe 20. Namna kikosi chao kinawatisha labda kutazama na namna ambavyo majina waliongeza na leo pia wamekwenda kutambulisha expert wao. Kama ungekuwa tunatishika tusingecheza ligi ndugu yangu. Hakuna anayetishika, hakuna anayeogopa. Sisi yani ile nyimbo ya Diamond na Zuchu, sisi ndo wale. Wote tuko hapa, si ndio? Kwani kuna mmoja anacheza ligi ya England afu mwingine hapa tumekutana bahati mbaya. Wote tuko hapa NBC Premier League, si ndio? Wote ndo wale. Tutaingia uwanjani, tutashindana, tutafuta matokeo. Basi. Kauli mbiu yao ya msimu huu unasema mwakani tena, na mwakani tena ni maana yake ni kushinda mechi zao. Ipi haiwaogopeshi? Haituogopeshi na wala hainihusu hiyo kauli. Sisi tuna focus na mambo yetu, tuna focus na malengo yetu, tuna focus na kupata alama 3 na ushindi. The rest of kauli na mambo yao wanayoongea, shauri yao. Ukiachana na yote, ni mtu wa football na umekuwa sometimes kuzungumza. Football sasa ukiachana na tasnia yako ya usemaji, ukiangalia post ya Young Africans, kuna jina ama kuna mchezaji
wachezaji na hisi kidogo atawasumbua? Hapana. Hapa nina Faridi Musa na Mabad na Uthmani Makambo na tactician Najim Musa. Mmemwona. Sijashinda mechi lakini mmeona balala Najim Musa. Shekhe, naweza kucompete na yoyote yule. Hata Manchester anacheza nao fresh tu. Kife dakika 90. Yaani sasa yani kama nina uwezo na confidence ya kumtaka mpaka Manchester. Nimuogope Yanga Afrika, sasa soko dhalili huo. Sina ninayemuhofia. Wote tuko ligi kuu hapo, tuko Tanzania, tutashindana, tutacheza. Tunakwenda mchezo wa pili dhidi ya Yanga, tunakwenda kutafuta matokeo. All of